kibali. Kibali Kinavunja roho ya kukataliwa. Ndio. Kukataliwa ni roho. Kuna watu ambao ukiungana nao unainuka. Amen. Kuna watu ambao ukutana nao unafanikiwa. Kuna watu ambao ukutana nao unapata kazi. Amen. Kuna mtu ukutana naye unapata maendeleo. Kuna mtu ukutana naye unapata wazo la biashara. Amina. Kuna mtu ukutana naye anakuelekeza mahali kanisa la Saa Neema lilipo. Amen. 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 Kuna mtu ukutana naye maisha yako yanabadilika. Na Mungu akutanishe na huyo mtu kwa jina la Yesu. Kuna aina ya watu Mungu ameweka kwenye maisha yako. Ndio. Na watu hao hawaji kwa ajili ya kucheka tu na wewe. Mungu ameweka kwenye maisha yako ili waje kwa ajili ya kusaidia. Amen. Sasa shetani anapoleta roho ya kukataliwa, huwa anataka wale watu usionane nao. Anaondoa kibali chako kwao. And sometimes unaweza kukutana nao na ukawakosea. Na ukiwakosea hata wakijitahidi kukurudisha hutaki. Unakuwa na kiburi, na kiburi kile sio chako, kumbe ni cha shetani mwenyewe. Kwa sababu anajua kesho utafanikiwa kupitia watu wao. Ndio. There are people ambao Mungu anawaleta kwenye maisha. Lengo la Mungu watusaidie kuona kesho iliyotukuka. Amen. Pamoja hapo kuna watu ukikutana nao, historia yako inabadilika. Historia yako inabadilika. Masusa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu kusikia wanaongea, ndio mawazo yako yanabadilika kabisa kwa sababu ya vile wanaongea. Unaanza kuona ukuu wakati ulikuwa unaona mambo madogo madogo. Haleluya. Kuna watu kukutana nao, ndio neema zinaongezeka. Amina. Sasa shetani anaweka roho ukataliwa nao, anakuchunganisha nao. Na wewe wakati mwingine unakuwa na kiburi. Na unakuwa na kiburi unasema mimi hapa niliweka msimamo. Kumbe sio cha kwako kile kimsimamo, ni cha shetani. Ili usipate fursa ya kupata mawazo yao. Tusaidie. Usipate fursa ya kusikia kile kizuri kilichoko ndani yao. Usipate fursa ya kuzoeana nao wakakufikisha mahali pazuri. Usipate fursa ya wao kukuunganisha na watu sahihi. Ndio. Anataka usipate fursa nzuri ya kuinuka na kufanikiwa. Kabisa. Anapambana, anapigana hapa katikati ukosane nao. Na hata mtu mwingine anaweza akatokea mimi, lakini mbona umekosana yule mtu? Msamehe tu. Unakaza, moyo wako unakaza, sitaki kusamehe. Sitaki kusamehe, aliniumiza sana, aliniudhi sana. Sitaki kusamehe. Sikiliza, kusamehe ni dawa ya moyo. Amina. Kusamehe huondoa maumivu ndani ya mtu. Amina. Kusamehe huondoa uchungu ndani ya mtu. Haleluya. Kusamehe humsaidia anayesamehe. Amina. Ukituza maumivu ya jambo fulani ambalo unaweza kulipinga, unaweza kujitenganisha nalo, ukayatunza yale maumivu, unajitengenezea sumu ndani yako. Tusaidie. Utaugua vidonda vya tumbo, utaugua pressure, utaugua magonjwa ya ajabu ajabu, mpaka mapele yataanza kutafuta. Tusaidie. Kwa nini? Kwa sababu yanakuja mahali pachafu, na uchungu utakusanya huleta uchafu, uovu huleta uchafu. Amen. Naongea na mtu aliyekuwa. Amina. Sema nitakubalika tu. Nitakubalika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. So shetani anapambana usikutane na wale watu wenye uwezo wa kunyanyua. Anapambana usikutane na wale watu wenye uwezo wa kusaidia. Unakutana na wale watu ambao wao wenyewe ndio chuma ulete. Yaani uhitaji chuma ulete pepo. Yeye mwenyewe ndio chuma ulete. Tusaidie. Mtu anayekuthamini ukiwa na vitu, vikipungua tu anaenda kwa mwenye vitu zaidi yako. Si mmeshakutana na marafiki wa namna hiyo? Mmeshakutana na marafiki wa namna hiyo? Amen. Hawajui kesho kwamba Mungu atamuinua huyu mtu kesho. Kabisa. Ninaishi kumkuta Yusufu akiwa kwenye shimo. Sio kwamba kesho atakuwa waziri. Haleluya. Hao watu ndio wanaingia kwenye maisha yako. Wanafyonza kila kitu chako. Paka idea za miradi yako wanachukua. They steal everything from you. Everything. Bwana asifiwe. Amina. They take everything. Kwa sababu kuna vitu wanaanza kula, wanakula. Watu wote mnaofilisika ni kwa sababu ya watu waliowazunguka. Na ukiona una mzigo wa watu ambao wao ni kuchukua tu, anza kuwapunguza. Kama unaishi na parasites, punguza. Haleluya. Wao ni kuchukua tu, hawawezi kukusaidia. Hawawezi kukubuild. Hawawezi kukuinua. Hao watu kata mawasiliano, sio dhambi. Amina. Kata mawasiliano, sio dhambi. Mwambie jirani yako nitakufungia vioo. Rafiki yangu nitakuja kukutembelea nikae kwako siku moja ili tule chakula cha mchana pamoja. Kwa nini sije kwako? Kibali
yanapokuwa juu yako, zile hazina za kwako ambazo watu walikuwa nazo hawataki kukupatia, wanaanza kukutafuta ili wakupatie hazina zako. Sasa inaanza kuwa ni mali yako. Amen. Mtu anasema siwezi kukaa na hii fedha, siwezi kukaa na hii kazi, siwezi kukaa na hii ofisi bila mtu fulani. Anaanza kukutafuta uliko ili uingie pale, na wewe usifanye kosa. Ukiingia kwenye hiyo ofisi, fanya kazi kwa bidii. Amina. Umepata hiyo biashara, fanya biashara kwa bidii, wala sio kwa ulegevu. And then utaanza kuona Mungu anaanza kukubless. Amina. Anayabariki maisha yako, anabariki kazi yako. Cha kwanza anachoanza nacho sio kukupa fedha, cha kwanza anaanza kukupa amani moyoni. Amina. Alafu sasa ulivyolijinga, watu wanaanza kukuambia hii kazi inakulipa vizuri. Eti kweli hivi kweli inanilipa vizuri? Wewe ni taila. Kwani uko kazi kama haikulipi? Fanya kazi kwa bidii. Yeye anakuambia kwake inakulipa shilingi. Na unaanza kusikiliza. Mtu anakuambia maneno yanayokuvunja moyo na kudhairisha utu wako, kazi yako na thamani yako, na unampa masikio. Kwa kweli hata mimi nilikuwa nawaza. Nimewaza sana muda mrefu. Nilikuwa na tafakari, na mwingine anakupiga hapo. Hata Mungu alikuwa ameshaniambia. Mungu majungu. Sio Mungu ni majungu. Sikiliza. Sema amina. Amina. Unapopata ile, ifanye kwa bidii ili Mungu akupe nyingine kutokea kwa ile. Amina. Mungu hakutoi chini tu, anakutoa utukufu kwenda utukufu. Ukishakaa kwenye utukufu wa aina fulani, expect utukufu mwingine kutokea pale. Amina. Fanya kwa bidii, utakutanishwa na watu kwenye ile kazi. Amen. Naongea na mtu anayenielewa kabisa. Utakutanishwa na watu kwenye ile kazi wakati tunaifanya, na watakuona bora hapo, watakunyanyua wakupeleke mahali. Amina. Achana na maneno ya watu. Kabla hujafikiria kuwaridhisha watu wanaoongea na wewe kuhusu maisha yako, fikiria kwanza wao wanakusaidia nini kufika hapo. Hallelujah. And most of them they do nothing in your life. Na hawawezi kurespond kwa sababu hawahusu, ila kazi yao imekuja kuvuruga kibali chako.